Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Mwanamume mmoja aitwaye Johnson Thomas, mkazi wa kijiji cha Lamaiti, kata ya Lamaiti, wilaya ya Bahi, mkoani Dodoma, anadaiwa kumuua mke wake Lea Mazengo kwa kumkaba shingoni na kusababisha kifo chake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo linadaiwa kutokea Julai 20 mwaka huu akiwa shambani kwake alipokuwa ameenda kuvuna alizeti. Baadhi ya ndugu na wakazi wa eneo hilo wamedai kuwa chanzo kinaweza kuwa mgogoro uliotokana na wivu wa mapenzi. Hata hivyo, madai hayo bado hajathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Kwa jina naitwa Laurent Mazengo. Huyu aliyefariki ni dada yangu kabisa, aliyeniachia. Maisha yao ya ndoa yalikuwa sio salama. Kwa kila wakati walikuwa wanagombana, tunawashauri wanagombana, kwa hiyo maisha yao yalikuwa sio salama kila wakati. Huyu mtu walichukuana, maana sio alikuwa ni mume kwa ndoa. Walichukuana mitaani tu hivyo. Sisi tulimuona tu wanamume, lakini wameenda hata sehemu za serikali kwa ajili ya ushauri mpaka ofisini. Taarifa ziko katika uongozi wote wa Lamaiti, wanajua kwamba migogoro yao ipo. Kwa viongozi wote, mwenyekiti, veo, tayari wana taarifa zao. Lakini kila wanapowashauri, lakini walikuwa wanatulia kwa muda kidogo, wanaanza changamoto zao. Yule mwanaume alionekana kwamba ana wivu mkubwa, maana sababu za kila wakati. Ushauri tulikuwa tunawashauria kwamba wakae sawa, kama hawaelewani waachane. Lakini kila na muda tu walitaka kuachana, lakini wakashauriana tena akarudi. Kwa hiyo ilikuwa ndio changamoto yao. Tulikuwa tunawaambia kwamba maisha yamewashinda, achaneni, lakini walikuwa kila siku wanakubali, wakitulia kwa muda mdogo tena wanarudi kwenye ndoa, lakini wakirudi migogoro ndio hiyo. Amani ya siku moja wanarudi kwenye makelele kila siku. Kwa hiyo jumla tu ndoa yao ilikuwa haina amani. Na juzi waligombana sana, akataka kumtolea na mabegi ili aondoke. Na juzi tu waligombana sana. Alitaka kutolewa mabegi ni nani? Ni mume wake aondoke nyumbani. Yaani mwanamke alimtolea mume wake. Ndio anasema kwamba maisha yametushinda, tuachane. Kwa hiyo ilikuwa ndio changamoto yao. Juzi tu waligombana sana. Mwanaume alikuwa anaishi kwa mwanamke. Mwanaume alikuwa anaishi kwa mwanamke. Mwanamume si wa mwenyeji wa kijiji hiki. Ni wapi? Taarifa tulipoipata akasema ni mtu wa Mtita. Katika huo ugomvi sasa, kuna labda aliwahi kumtishia kitu chochote kikubwa? Kwa maelezo nayopata kwa wanaoishi naye hapa nyumbani, mara kwa mara kwa sema kwamba mimi hapa nitaondoka na nikiwa tayari nimeharibu. Siwezi kuondoka hivi hivi mpaka niharibu ndo niondoke. Ndio alivyokuwa anasema mara kwa mara. Hivyo. Kwa baada ya kuharibu ndo akaondoka. Ngoji, majina yangu ninaitwa Paulo Samson Mkonongo. Ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji hapa Lamaiti. Chanzo cha tukio, mimi mwenyewe nilipewa taarifa majira ya saa 9 jana, saa 9 alasiri, kupitia simu ya mtoto wake na marehemu, akiniambia kwamba mama yao waliondoka asubuhi saa 1, ameenda shambani kwa ajili ya kuvuna alizeti. Akiwa kule, baba yao huyo mdogo naye aliondoka hapa akaenda kule. Na alipofika kule sana, nafikiri ndipo alipotekeleza lile tukio, na baadaye akatuma message kupitia simu ya mama yao kuwatumia hawa watoto kwamba baba yenu mdogo akija mpeni shilingi 300. Sasa akafika hapa akawauliza wale watoto, akasema hatujapata message. Akasema angalieni kwenye simu zenu, wakaangalia wakaona ile message inaeleza kwamba baba yenu mdogo akija mpeni
yani kila maana ni maelezo ya mama yao. Baada ya hapo wale watoto kwa sababu walikuwa ni baba yao wanaishi nao hapa, wakaenda ndani wakachukua zile fedha wakampa. Na walipompa zile fedha basi wao wakaondoka kwenda kwa shughuli zingine, wakamwacha hapa nyumbani. Muda kidogo waliporudi hapa wakutole bwana yani ameshaondoka, kwa maana ya kwamba hata nguo zake na vifaa vyake vyote ambavyo vilikuwepo hapa havipo. Hapo ndipo wale watoto wakaanza kutia shaka kwamba sasa simu ya mama, amejaribu kumpigia simu ya mama haipatikani, wanampigia baba yao simu haipatikani. Kwa hiyo ndipo wakachukua uamuzi, wakampigia kaka wao mmoja yuko kule mjini. Yule wa mjini ndio akapiga simu kwa bodaboda hapa kijijini kwamba hebu nenda kule shambani kwetu kaangalie, kamwangalie mama labda pengine anaumwa, kwa sababu hapokei simu na simu yake haipatikani. Kwa hiyo yule boda alivyoenda ndipo akakuta baisikeli na baadhi ya vifaa vingine ambavyo alikuwa navyo mama vipo tu vimetelekezwa kwenye mti. Basi baada ya kuwa amemkosa akabidi abebe baisikeli ile boda na vifaa vingine akarudisha hapa nyumbani kwa marehemu. Akawaambia wale watoto kwamba nimemkosa mama yenu. Ndipo tena majirani wakamshauri bodaboda na wale watoto wa marehemu wakaondoka kwa pamoja kwenda tena wapi? Kule shambani. Walipofika kule shambani sasa wakaanza kuhangaika kutafuta, ndipo yule boda akaenda akamwona mahali alipokuwa amelazwa mwili wake. Akawa amelazwa mahali fulani na wamechukua mfuko ya nini alikuwa amejazwa alizeti wamefunikiza kwa. Naitwa Daudi Nasoni Matumbe, ni mkazi wa kijiji cha Lamaiti, kitongoji cha Miondo A. Mimi ni jirani sana na familia hii ya Lea Ngakamo. Lea alikuwa ni mshauri, lakini Lea alikuwa ni mchapakazi anayeingilika popote kuwashauri watu na kuwasaidia kama familia. Yaani kuondoka kwa Lea kwetu tumekosa kiungo muhimu sana kwetu, kwa sababu Lea alikuwa ni msaada kati ya familia ya watoto wote. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na vipawa na vipaji vinavyoweza kuingilika kwenye jamii. Kumkosa Lea kwetu ni maumivu makubwa sana na pengo ambalo haliwezi kuzibika kwa haraka. Naitwa Maisela Mkopi, ni mkulima wa Lamaiti. Nina maumivu makali sana kwa ajili ya Lea, kwa sababu Lea ni pengo kubwa sana kwa jamii, kwa kanisa, kwa jirani. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limesema linaendelea kuchunguza tukio hilo la mauaji, huku kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Gallus Heira amesema uchunguzi bado unaendelea na kuwa taarifa za awali zinazoonyesha wivu wa kimapenzi kuwa miongoni mwa sababu zinazodaiwa kuchangia tukio hilo. Mwaka huu 2026 majira ya saa 9 huko kitongoji cha Ushirika, kijiji na kata ya Lamaiti, wilaya ya Bai, Lea Ngamako Mazengo, miaka yake ni 48, Mgogo, mkulima, alikutwa shambani akiwa ameuliwa na mume wake kwa kumkaba shingo, na sababu iliyopelekea tukio hilo kutendeka inadaiwa ni wivu wa kimapenzi. Hivi tunavyoongea, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hili. Tunaendelea na uchunguzi. Asante. Tukio hilo limewaacha wazi wakazi wa eneo hilo katika mshtuko, huku wakitoa wito kwa wanandoa na familia kutumia njia za mazungumzo na amani kutatua migogoro badala ya kutumia vitendo vya ukatili.